Kwa sababu tumejenga kioski tunataka kufanyia kazi. Majina naitwa Steven Mbala, nikiwa mwenyekiti wa Busia Business Owners Association. Hivi sasa tumetoka katika mkutano kujadili mambo ya ubomozi wa majumba yetu ya biashara katika mji wa Busia. Tulipata ilani na ni ilani ambao haieleweki. Kwa hivyo tumeamua kwamba tunataka kupeleka ujumbe kuanzia kesho katika ofisi za wale ambao wanahusika ili tuweze kukaa nao, tuweze kujadili, kwa sababu tunaona kama mahali ambapo tunaelekea kuumizwa. Hizi vibanda, kuna wamama wajane, kuna mayouth ambao pia ndio wanaanza kuinukia, na hakuna mtu yeyote ambao aliamuka kutoka kwake na kuja kuanza kujenga. Hawa watu wenyewe wa kaunti ndio wamekuwa wakichukua pesa kwetu na wanapeana mahali na tena wanakuja kuchukua ushuru kwetu. Kwa hivyo tunafadhaishwa sana kupata barua za kubomolewa biashara zetu bila sisi kuitwa na kushirikishwa. Sasa tumepewa barua ziliandikwa tarehe 13 na tumepewa siku 30, na barua wengine wamepata tarehe 2, tarehe 3 mwezi wa 3, na barua inasema kuanzia tarehe 13 mwezi wa 2 siku 30 inafaa uwe umebomoa kibanda chako cha biashara. Kwa hivyo tungetaka tukae pamoja, tushirikiane, tuzungumze kama wanabusia. La sivyo wakibomoa bila ilani yetu, sisi pia tutakuwa na njia nyingine ya kuweza kujitetea. Kwa sababu hatuwezi kulazimishwa kwenda kuwa waizi. Yule anayetaka kutupeleka kwa uizi kwa nguvu, huyo ndio tutapambana naye. We have of late given a notice that is a 30-day notice to reorganize the kiosks that are in town. You realize that there is a lot of mushrooming of kiosks. We are getting pressure from our leaders, we are getting pressure especially from the Mwananchi, the people who want the Busia they want the Busia that is well organized, well planned. You realize that some of these kiosks are becoming a mess. If you go to the Green Garden, somebody just decided to cut a tree in the Green Garden and place their kiosk. You realize that the government does not condone that. That's a disorder, that's anarchy. And we are calling upon also our stakeholders, the Wananchi, to give us order, to help us operate within the order. Other kiosks have been put on top of stormwater drainage lines where the water is blocked. Other kiosks are actually under power lines. And I know if you walk around in town, you'll be able to notice that. The notice that we've given is supposed to lapse on mid of this month, but we are giving members until the end of the month that first to be able to organize themselves. It is that 1st of March. We expect the people who have kiosks or stalls to come over to us. We've given a notice, a demolition notice, and we have also given a form whereby we are asking members if you have any approval, because where we sit, we know we are the kiosks that were approved under the defunct local authority. We have municipal
TOLs, temporary occupational licenses that were given to people. If you go to around Social Hall, if you go to around Kasarani, we go to a bus park. We have also other kiosks that we know have letters from our Department of Lands and Planning Committee that kiosks were approved. We have a few kiosks that were supposed to have been approved for the Matatu circles and the bus stage. About 4 kiosks that were given under the guidance of Department of Cooperatives. A few, maybe 2 kiosks of the shoe polishing booths were also given by the Department of Trade. So what we are asking the public is that there is a due process they should follow. They should apply, get the approval or get the allocation, and be given the specification. If you are given 10 by 10 and the structure they design, let them be able to build according to the design. We are asking for order, we are asking for their support. Okay. One of our things that is informing our action to organize the town is we have an investor. We have about 2 investors that are waiting. They want to put up modern kiosks in town. And what they are asking for is they're asking for the ideal space. And this ideal space is already occupied by kiosks that people have put there illegally. So we are asking for those people to move so that we can be able to put up this kiosk. The investor is planning to put up modern kiosks that meet the sanitation standards, they meet the quality standards, and these kiosks also come in design. We have kiosks that will be designed for the fruit vendors, the fruit and vegetable vendors, the normal electronics. They are modern kiosks actually. And the investor was saying they can't be able actually to even do storage. So as compared to now, whereby one person decides to put a container, 20-foot container, and only puts 4 kiosks inside, that 20-foot may be able to create maybe 5 kiosks on the ground, another 5 on top, and the other 5 maybe. If you go 2-story up, maybe 15 kiosks. That will be able to cover most of our people, community, and take care of our people. The changes we are asking people is to embrace, because when we do the kiosks, we can easily get even 1,000 kiosks as compared to just 200 kiosks that are congesting the town without proper planning. And we also wanted them to be zoned so that we have a fish area with the kiosks that are handling food, fruits, stationery, and maybe other things. The charges in terms of we have a charge that when you are given the TOL, the temporary occupational license, there is a charge of 1,000 shillings that you are supposed to pay the county revenue. Tulikuwa natafuta kura, ulikuwa unatuambia tutafanya kazi pamoja sisi kama wana biashara ndani ya town. Na watu wenye walikula pesa ni watu ya ofisi yako, tunawajua, na kila kibanda tulikuwa tunalipa shilingi 30,000. Hiyo 30,000 ilikuwa inaenda kwa county government ya Busia, lakini hatukuwa tunapata risiti. Kwa hivyo wewe unajua venye hiyo pesa ilikuwa. Kwa hivyo sisi kama wanabiashara wa Busia, tafadhali Gavana wetu wa Busia County, tafadhali tuma officers wako ukuje tuelewane kama wanabiashara ya Busia County. Mimi niko na content tutakusukuma tufanye kazi wakati huu unamalizia kazi. Wajaribu wahusishe wananchi. Sio video zenye wanafanya kwa giza, watu wanapata mabarua, vitu zinafanywa tofauti. Inafaa wahusishe wananchi wa hii county, wajadiliane, wakubaliane. Maana kuna vitu zinafanyika kwa giza ziko mingi, na wananchi hawezi kubali kuendelea hivyo, na hao wenyewe ndio wanaumia. Hata kama town inataka kutengenezwa, hatujakataa, lakini town lazima itengenezwe kwa mpangilio wa wananchi mwenyewe. Hata unaambiwa wewe tunataka utoke hapa, tunakuweka pale fulani, mwananchi atakuja kukubali. Lakini kuambiwa ndio kwa barua kwa siku fulani na unatolewa hapa, then wanataka utoke pa kwenda wajui, anatengeneza town, haiwezekani. Inchi kwa saa hii mwananchi anatafuta pa kukula na ndio aishi. Kwa hivyo tunaomba kila county, kwa county government, kwa ofisi, kwa national government, wajaribu washirikiane na mwananchi wa chini ndio wachukue hatua kama wameshakubaliana. Watu wenye tumechagua kuanzia kwa council, kwa MCA
mpaka gavana watusaidie, kwa sababu kupitia kwa hii biashara ndio tunasomesha watoto wetu. Hapo sawa. Bila kufanya kazi hakuna vile watoto wataendelea kufanya nini? Kusoma. Wengine wataanguka katika umang'aa yenye haitatusaidia. Utawala wa Busia chini ya Mheshimiwa Ojamong ituangalie sisi wafanyi biashara, itutetee, kwa sababu tunahitaji kukula, tunahitaji kujitegemea na tusomeshe watoto wetu. Tunaomba sana mtusaidie, tuelewane, tuendelee na kazi yetu. Ni hayo tu, mkumbuke sisi wanyonge.